Mkandarasi wa kampuni ya China amepewa jukumu la ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kutoka Waso hadi Loliondo yenye urefu wa kilomita 10 wilayani Ngorongoro mkoani Arusha. Mkataba wa ujenzi huo umetiwa saini leo Juni 9, 2025 katika hafla maalum iliyosainiwa kwa lengo la kuanza rasmi utekelezaji wa mradi huo muhimu kwa maendeleo ya wananchi wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amesema serikali imeendelea kuwekeza katika miradi ya kimkakati ya miundombinu ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufungua fursa za kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Ameongeza kuwa usanifu wa barabara hiyo ulianza mwaka 2012 na sasa utekelezaji wake unaanza kwa kasi, ikiwa ni ishara ya dhamira ya serikali ya kuhakikisha huduma bora za usafiri na usafirishaji zinafika maeneo yote nchini. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko. Barabara hii ya leo ambayo tunaishuhudia imetiwa saini na mkandarasi kupatikana yenye kilomita 10 itakaowapeleka wananchi kwenye maeneo yao yote na kuungana na zile 47 kuwafanya wanaweza kuingia Loliondo makao makuu yao ya wilaya bila kuwa na shida yoyote. Lakini hii ni sehemu tu ya barabara ambayo si tu kwa ajili ya kuwapeleka wananchi kwenye ofisi zao za wilaya, lakini pia nafungua lango kubwa la uchumi kupitia usafirishaji na usafiri kwa wananchi. Ziko barabara zingine ambazo zinakwenda kujengwa katika mkoa wetu ambazo zinaenda kutangazwa sio muda mrefu, na zingine tayari zimeshatangazwa na mkataba umeshasainiwa, ikiwemo pamoja na hii barabara yenye urefu wa kilomita 7 ambayo itakuwa ni ring road nyingine kubwa katika mkoa wetu. Kilomita 70 sio mchezo, na zinaanzia pale kwa Mlombo, zinaenda Bondeni City kwenye roundabout pale, inaenda mpaka kule JKT Olojolo, inakuja kuzunguka mpaka kuja kutokea huku Fani Treaty Mshono. Ni barabara muhimu ya kimkakati itakayowezesha sasa wananchi wa jiji la Arusha kuwa na mawasiliano yenye miundombinu kwa kuitumia sasa TARURA kutengeneza hizi barabara ndogo tunaziita feeder road. Barabara sasa katikati ambazo zinakutoa upande mmoja zinakuleta kwenye barabara kubwa, kama ni bypass inayokwenda mpaka airport au hii bypass nyingine inayopita kwenda mpaka Olojolo. Lakini sambamba na hiyo tumeiomba wizara na tunaenda kwenye hatua za mwisho, na Mungu akipenda tutakuwa na ugeni wa wizara kuja kutembelea tuangalie barabara yetu ya kutoka pale sokoni kwenda mpaka Kisongo. Ina urefu wa kilomita 9. Na yenyewe inakwenda kujengwa kwa njia 4. Ikiwa pamoja na hiki kipande cha hapa hii kona kwenda Nairobi. Kwa hiyo kwa maana nyingine tena ukitoka pale soko letu kubwa kwenda mpaka hapo maisha yatakuwa mazuri. Rai yangu kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, tuhakikishe panapopita barabara basi na sisi tumeshirikiana na Wizara ya Ardhi kupanga makazi yetu. Kilomita 70 zitakazokwenda kujengwa ambazo mkataba umeshasainiwa, na hakikisha meneja wa TANROADS kwamba mkandarasi mwezi huu ameshaingia site. Tuhakikisha kwamba na sisi wananchi kote huko kwenda mpaka Olojolo tuyapime maeneo yetu vizuri, tushirikiane na halmashauri kuyapima ili tuwe na mji uliopangika. Kwa ndugu zangu wakandarasi mnaopata kazi kwenye mkoa huu, sio tu nyinyi, hata wale wengine, pala ambapo umelee certificate unaona hujapata malipo yako kwa wakati, usisimame ukaondoa vifaa. Wasiliana na mamlaka husika. Kama ni TANROADS wasiliana na TANROADS, kama ni TARURA wasiliana na meneja wa TARURA. Akikwama meneja wa TARURA ana nafasi ya kuja kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, na sisi tutaomba mamlaka ili uweze kulipwa pesa yako na kazi ifanyike kwa wakati. Huu mji sio wa hadithi, sio wa story, tunataka kazi. Watu wanataka matokeo. Habari za kwamba tuna mpango wa kujenga, watu wamechoka kusikia. Watu wanataka kuona ujenzi unafanya nini? Unafanyika. Na kama ujenzi unafanyika na nyinyi mmeshaingia mkataba, na kwa sababu kazi nzuri mmeshaifanya, basi nendeni mkaichape hiyo kazi bila kusita. Mwisho chukueni watoto wa maeneo hayo, vijana wapate kazi. Wakiwepo vijana katika maeneo itakuwa jambo jema sana.